Kwenye comment chini nimeulizwaga maswali mengine magumu kweli kweli, na mengine ninayakimbia, sitaki kuyajibu. Katika hii video ninakwenda kuyajibu yote. Daktari, kwa nini tunakwambia uzungumzie bawasiri hautaki? Sio kwamba sitaki. Nimetengeneza video 3 za bawasiri, lakini kila ninakoziposti YouTube wanazifungia, hawataki zitoke. Wanasema picha nilizoziweka mule ndani kwenye editing yangu sio sawa, na mimi nataka nionyeshe kwa uwazi kabisa ile changamoto kule kwenye makalio inavyotokea kwenye njia ya haja kubwa. Ninatafuta namna nyingine ya kuziposti hizo video, nikipata nitakutumia. Daktari, mbona hauna viewers wengi kama watu wengine? Swali gumu sana, lakini labda niseme hivi, mimi ninachokilenga hasa ni usahihi wa taarifa ninayoitoa, ubora wa video zangu na mabadiliko katika maisha ya watu. Hii ni pointi ya msingi sana. Naweza nikatoa video niko nacheza hapa na rukaruka hapa ikapata viewers milioni, lakini imeleta mabadiliko gani katika maisha ya watu? Hilo hasa mimi ndio lengo langu. Wakati content creator wengine wakiwa na lengo kwa ajili ya kufurahisha, kuchekesha, kwa ajili ya kuumbua wengine, zile challenge za TikTok na Instagram zile, mimi lengo langu hasa ni kuongeza urefu wa maisha ya watu. Lengo langu hasa ni kuweka mabadiliko katika maisha ya watu, mabadiliko yanayoonekana. Endapo kama nitapata viewers wengi, jambo jema. Nisipopata viewers wengi, jambo jema. Jambo la msingi ni kwamba lile lengo langu hasa liweze kufika. Jamani, dokta wangu, mbona kila time ninakwambia na kutumia message kama umeoa au una mchumba au nijibu? Ili swali limeulizwa na watu wengi. Sasa sijajua kwa nini ananiuliza, najua ana nia nzuri. Sasa nitasema ukweli kabisa, ndio, ni kweli nina mchumba na Mungu amenibariki sana, nimepata mchumba mzuri kweli kweli, na ndani ya wiki chache zinazokuja tunakwenda kufunga ndoa. Ni kweli kabisa, and I'm so excited for it. Hii taarifa nimeamua ni share kabisa na wewe YouTube, ni kwa sababu wewe ni familia yangu kabisa kweli kweli. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la heri, siwezi kukuficha. Sasa jamani, hapa ninahitaji maombi yenu, maneno yenu ya kunitia moyo na ushauri. Ushauri ni kitu chema kabisa. Kwenye comment haina shida, lakini kuna wale wangetamani wanitumie ushauri binafsi wa kunitia moyo na kunipatia vitu fulani. Aisee, namba yangu binafsi kabisa ni hii hapa. Nitumie ujumbe kabisa, nikikaa nikisoma text hivi angalau zinanitia moyo. Aisee, nitashukuru Mungu sana. Lakini ninajua kuna baadhi ya watu wengine wangetamani kufanya zaidi, kuweza kukutumia zawadi fulani, mchango fulani. Inawezekana kabisa. Namba bado ni hiyo hiyo na jina bado ni la kwangu vile vile, Daniel Uhangwe. Sio lazima jamani, lakini tutapokea kwa shukrani sana chochote kitakachotumwa. Lakini mwisho, cha msingi kabisa ni maombi yako na ushauri wako. Hilo ndio ya msingi kabisa. Aisee, Mungu awabariki sana. Na kama ulitamani pia uweze kuwepo kwenye harusi, karibu. Aisee, namba hii tuwasiliane tu. Okay, kuna huyu anasema, kwa nini daktari haufuti negative comment unazotumiwa? Siwezi kufuta comment ambazo ni negative, kwa sababu sio comment zote ambazo ni negative basi ni mbaya. Nisikie nikwambie, mimi nimetengeneza hii channel hii, lengo kubwa ni kila mtu aweze kushare mawazo yake na idea yake. Nisingependa kama mwanasayansi nikae na watu ambao tu wanakubali chochote ninachowaambia. Kama mtu ana wazo la tofauti, ashare nalo pia. Na ndio sayansi ilivyo, na ndio namna ya kukua. Sio kupinga mawazo ya mwenzako kwamba hayafai, bali na wewe kuchallenge mawazo yako na mawazo yake. Kwa hiyo negative comment sio mbaya kabisa, ni nzuri kabisa, ikiwa tu zimesema kwa namna ya heshima na kwa namna nzuri ya kujenga. Vipi daktari, umewahi kuua mgonjwa yoyote kwa bahati mbaya? Ni swali gumu sana hilo, lakini labda niseme hivi, hakuna daktari yeyote anayetoka nyumbani anaenda hospitali kwa lengo la kuua mgonjwa. Japo ni kweli katika kazi zetu muda mwingine unapocheza na maisha ya mtu pale, kuokoa maisha yake au changamoto za kumhudumia, inaweza ukafanya kitu ambacho kikamuondoa maisha. Kuna mgonjwa namkumbuka ambaye naweza nikasema sikuwa makini wakati naanza udaktari mwanzoni, na alifariki. Sababu kubwa nadhani ilikuwa ni mimi. Ndugu walikataa rufaa na wakaniambia nimpeleke, niruhusu kwenda nyumbani, na mimi kweli nikakubali. Baada ya siku 3 akaja mgonjwa amefariki. Ninanyutia kila siku, yani haiwezi kupita siku 2 ile mgonjwa sijamkumbuka. Huwezi amini. Na hata hapa nikifumba macho hivi, nimefumba macho hivi, namuona huyu hapa. Kwa ni vitu ambavyo mara nyingi ni makosa yanatokea, inabidi uishi nayo. Siwezi
kuwalaumu wale ndugu kwa sababu wale sio madaktari, wao hawajui chochote. Mimi ndo ninafahamu, ilibidi niwaelimishe kwa kina. Lakini nadhani ni mistake ambayo ilitokea wakati najifunza udaktari huko mwanzoni kabisa. Vipi daktari, unaonaje AI inaweza ikakuzidi akili? AI ina akili sana katika masuala ya kuchakata taarifa, kutoa majibu kwa haraka, kukupatia taarifa mbalimbali, iko vizuri. Nasema kwa wazi kabisa inanizidi akili. Lakini unapomhudumia mgonjwa kama daktari, kama binadamu, ninatoa vitu vingi kuliko AI inachokitoa. Ninatoa ile kumwangalia mgonjwa, kumpatia empathy, kumhurumia, ile saikolojia ninapomsikiliza, vile experience yangu katika kazi na mambo niliyoyaona, kuweka ule utu, ule ubinadamu na mgonjwa, mnajadili, mnacheka, mnafurahi. Ni vitu ambavyo AI haiwezi kufanya, ambavyo mimi ninavifanya. Kwa katika namna ya information na taarifa, AI iko vizuri. Lakini katika namna ya matibabu na interaction na mgonjwa, nadhani mimi niko vizuri, nimeizidi by far. Daktari, ulisema kwamba tutume ujumbe WhatsApp, utatutumia kitabu. Mimi bado hujanitumia kitabu. Shida nini? Nimepokea message kwa watu zaidi ya 20,000 ambao wamehitaji niweze kuwatumia hicho kitabu. Hasa mara nyingine inakuwa ni ngumu kuweza kutuma kwa watu wote. Nimejiwekea kwa siku moja nitumie watu 1,000 tu, na imekuwa vigumu kweli kweli. Katika video hii comment ya kwanza nimeipini hapo. Hiyo ni link ambayo ukibonyeza utaenda moja kwa moja kwenye kudownload kitabu. Kwa hiyo sio lazima unitumie mimi ujumbe. Nenda kwenye comment hiyo, kachukue kitabu. Sawa? Daktari, samahani, mimi uchafu unanitoka chini mara kwa mara na hauishi. Nifanyeje? Hii ni changamoto ya kawaida kwa wadada wengi, uchafu kutoka chini. Mara nyingi inawezekana kwa sababu ya fangasi, kwa sababu ya bakteria, magonjwa fulani ya zinaa, matumizi ya vitu fulani huko chini na mambo mengine mbalimbali. Na ndio maana muda mwingine inakuwa ni vigumu kabisa mimi kuweza kukupatia matibabu ya moja kwa moja. Tumia dawa Miconazole au tumia dawa za PID. Ni vigumu kwa sababu sijakaa na wewe na kuzungumza kwa kina. Lakini ukienda kwa daktari mkazungumza kwa kina, inaweza ikasaidia. Sawa? Na kushauri unaweza ukaenda hospitali kwa mtu anayefahamu changamoto hizi sahihi, akutibu kwa namna sahihi. Na kama unatibiwa bado inarudi, fanya kipimo kile cha kuotesha ule uchafu wako kacha, ili ujue ni wadudu gani wapo na wanapona kwa dawa gani. Ulizia kipimo kinachoitwa kacha. Okay, daktari, ni swali gani la ajabu ambalo mgonjwa amewahi kukuuliza? Kuna mgonjwa mmoja aliwahi kuniuliza, daktari, vipi, umeoa? Unajua ni bora uniulize kwenye comment kama Aileen Kitchen. Ila ukiniuliza hivi man to man, mimi nina aibu pia tukiwa wawili. Nikajisikia aibu sana. Kwa nini unauliza hili swali? Nikamwambia bado sijaoa. Akanambia okay sawa. Tukaendelea na changamoto zake. Tena akaniuliza swali ile mbele. Una miaka mingapi? Mdada, alafu maswali magumu hayo. Nikashangaa wagonjwa hawana aibu kabisa, anamuuliza daktari hilo swali. Daktari, habari, umetuambia kwamba video zako kwenye chaneli yako zimefutwa. Vipi, tunazipataje hizo video? Okay, ukweli ni kwamba ukiangalia ile video nilosema video zimefutwa, zilikuwa zimebaki video 13 za zamani. Sasa hivi zimezidi kufutwa zaidi. Japo nimebadilisha password, nimeshtaki YouTube, ila bado zinaendelea kufutwa. Nikana kwamba kuna mtu tayari ameshaweza kupata akaunti yangu na imeshakuwa compromise. Hiyo nimefungua channel nyingine ya YouTube, hii hapa hii. Nimeweka chini kwenye comment. Kwenye comment hapo ukicheki utaikuta, lakini pia kwenye description pia nimeiweka. Hiyo channel nimeifungua nadhani jana juzi. Nitaposti video zile za nyuma zote. Na hii akaunti mpya niliyoifungua nimeiwekea ulinzi kiasi kwamba mtu yoyote hawezi kuingilia. Kwa nitakuwa na posti kule na na posti na hapa pia. Kwa unaweza kaenda kwa subscribe kule kwa ajili ya zile video, maana hata nikiziposti huko atazifuta tena. Sasa sijui nafanyaje. Na kama nilivyosema, nilikuwa mwenyewe, kwa nilikuwa bize, nilikuwa ni ngumu kwangu, lakini kwa kuwa hivi karibuni naenda kuoa, mambo yatakuwa mepesi. Yaani sasa hivi mambo yatakuwa vizuri tu, usijali.